tunayachukua na tunakwenda kuyafanyia kazi. Lakini nataka niseme kwamba kwenye suala la budget inategemea hali ya ukuaji wa uchumi wa Tanzania. Tunagawana according to kilichopo ndani ya mikono yetu. Lakini jinsi tunavyofanya kazi, jinsi tunavyotatua haki ikapatikana mapema kwa wananchi, kwa wafanya biashara, kwa wawekezaji na wengine, ndivyo uchumi wa Tanzania unavyokuwa. Kwa hiyo jinsi uchumi wa Tanzania unavyokuwa, ndivyo tutakavyoangalia mgawanyo wa rasilimali katika mihimili yetu mitatu: Bunge, Mahakama na ule mhimili wa serikali au wa utendaji wa executive. Lakini nataka niwahakikishie kwamba jinsi tunavyokuwa ndio bajeti itakavyokuwa. Na niseme kwamba kwa miaka 5 iliyopita uchumi wetu umekuwa ukikua hatua kwa hatua, si kwa kiasi kikubwa, lakini we had never missed a step. Hata kama ni 0.5, lakini tumekuwa progressively, tunakuwa, hatujawahi kurudi nyuma. Kwa jinsi tunavyokuwa ndivyo bajeti za maeneo mbalimbali zinavyokuwa, na Jaji Mkuu ni shahidi. Ukiangalia bajeti ya miaka 4 iliyopita iko mbali sana na bajeti ya mwaka huu wa fedha tunaokwenda nao. Kwa jinsi tunavyokuwa ndivyo bajeti itakavyokuwa. Lakini hili la mazingira ya kazi, nimesema kwamba tumefanya kazi kubwa sana. Leo ukienda law school ya leo ifananishe na law school ya miaka 3-4 iliyopita, ziko tofauti. Ni katika kuchukua hatua kuboresha muhimili huo, mbali na yale ambayo nimeyasema kabla. Lakini kwenye hili la mishahara, ndugu zangu, huku serikalini tunapimwa kwenye mishahara, na bahati mbaya maskini huwa hana nguvu yake mwenyewe peke yake, kwa sababu hata tunapopanga bajeti zetu tunakaguliwa na mashirika makubwa ya kimataifa ambayo nayo wanatupa fedha, si kutugaia kwa kutukopesha, lakini tunakaguliwa. Na wage bill yetu percentage, mpaka uchumi wetu wa sasa hivi ulivyo, tunatakiwa kuwa na 35% wage bill. Tulivyo leo tuko 37.5%. Tunaendelea kububurushana nao, tunatafuta sababu mbalimbali za kuambia kwa nini wage bill iko hivyo. Wanatukagua mpaka vyombo vya ulinzi, mmeajiri lini, wapi, lini, mmeongeza wapi, lakini hali iko hivyo. Kwa si kwamba hatutaki kuwafanya watu wote wawe na mishahara itakayowawezesha waishi vizuri, lakini tuna limitations. Lakini nataka niseme kwamba tumejitahidi sana. Kwa kichache tunachokipata tunaongeza mishahara kwa mihimili yote mitatu, tunaongeza mishahara. Kwa jinsi uchumi utakavyokuwa, ndugu zangu, ndivyo tutakavyoongeza stahiki na mishahara yetu. Mimi pia nataka majaji mkinipita pale, mnipite katika magari ambayo niseme jaji namba 4 kanipita. Lakini uhuru na ni uwezo ukiruhusu tutafika huko. Lakini kama uwezo haujaruhusu, twendeni polepole kwa hali ambayo nchi yetu inayo. Tusisahau sisi bado ni nchi inayoendelea. Pamoja na kusema tumeingia uhuru nini, wanasema uchumi wa kati, lakini bado tuko ngazi ya chini. Ni kama tumechupa tu step moja, tumeingia pale, lakini bado mambo ni mengi ya kufanya humu ndani kwenye sekta mbali, bado mambo ni mengi. Kwa hiyo jinsi tunavyokuwa, basi tutaongeza stahiki na mishahara ya majaji. Lakini nizungumzie hili la migogoro ya ardhi, kama alivyosema Jaji Mkuu kwamba migogoro hii is high time sasa ihamie mahakamani, na mahakama itakayosikiliza migogoro hii ni mahakama zetu za mwanzo. Na kwa hiyo tuna kazi ya kutenga bajeti ya kutosha, nadhani kuanzia bajeti ijayo, ili tuzijenge mahakama za mwanzo kama tulivyojenga vituo vya afya, sababu afya nayo na mahakama mnafanana. Kuna wale wanaotibiwa huko kwenye wanasema nini, zahanati, alafu wanakwenda kwenye kituo cha afya, hospitali ya wilaya, hospitali ya rufaa ya mkoa, alafu ndio wanakwenda rufaa kubwa. Kwa na mahakama nanyi ni hivyo hivyo. Kwa kama tulivyojenga vituo vya afya, zahanati, na huku tutatenga budget
tuende kwa mtindo huo huo. Kwa hiyo tukiweza kufanya hayo, kesi za ardhi zitakuwa zinasikilizwa kule. Mambo mengine yaliyozungumzwa hapa ambayo ni changamoto na mapendekezo. Niseme changamoto zote tunazichukua, lakini kama nilivyosema, jinsi uchumi utakavyoruhusu ndivyo tutakavyozitekeleza. Na kwa yale mapendekezo ya mabadiliko ya sheria na mapendekezo mengine ambayo hataki rasilimali fedha, basi niko na watu wote hapa, mwanasheria mkuu wa serikali yupo, mawaziri wapo, tutakwenda kuyakalia na kuyafanyia marekebisho ili majaji waweze kufanya kazi zao vizuri sana. Sasa kabla sijahitimisha, naomba nitoe msisitizo kwamba kwa upande wetu serikali tatimiza wajibu wetu wa kuendelea kuimarisha huduma za mahakama, lakini niwatake nanyi timize wajibu wenu, ndugu zangu majaji na mahakimu, ambao ni kusimamia haki kwa kuzingatia katiba, sheria na maadili bila hofu, huba wala upendeleo. Na hiki ndicho kiapo chenu. Napowapisha pale mnasema nitazingatia katiba, nitasimamia kazi yangu bila hofu, upendeleo, huba wala chuki. Haya ndio mnayoyasema, nami ningependa sana msimamie kiapo chenu. Lakini vile vile naomba nimnukuu kwa mara nyingine hayati baba wa taifa kwenye mkutano ule ule wa 84, alisema kwamba zipo kazi zinazoweza kufanywa na watu tunaowatilia mashaka. Kwa mfano uhasibu, naweza ukalitilia mashaka jitu hili jizi hili, lakini lihodari la kufanya uhasibu kaambia endelea, kwa sababu unajua nyuma yake kuna auditor atakuja kumaudit na wizi utaonekana. Lakini sio kazi yenu nyie. Kazi ya mahakimu na majaji, mnaoditiana wenyewe kwa wenyewe kupitia lile dashboard kule, kesi gani imehukumiwa, na labda mtu akate rufaa, mwanze kukaa tena ndio muiangalie. Kwa hiyo si kazi zote zinafanywa na watu wanaotiliwa mashaka, ila uhakimu na ujaji sio mojawapo ya kazi hiyo zinazofanywa na watu wanaotiliwa mashaka. Hata kama ushahidi hautoshi, akitiliwa mashaka jaji, hata kama ushahidi hautoshi, mwalimu anasema ni lazima aanze kuchunguzwa mara moja, hata kama ushahidi hautoshi. Lakini jaji mkuu akipata taarifa jaji so and so ana tabia hizi na hizi na hizi, jaji mkuu lazima aweke majaji wengine, hebu mfuatilieni huyu anaendaje. Kwa hiyo si kazi zote. Kazi nyingine zinaweza kufanywa na watu wanaotiliwa mashaka, lakini sio ya kwenu. Ya kwenu inataka mwe waledi, waadilifu, wazalendo kwa taifa lenu na mnaotii sheria na katiba yenu. Kwa hiyo ndio sifa yenu kubwa, waheshimiwa majaji, nami niwaombe mbakie kwenye sifa hizo.